Iran imesema kwamba haitarejelea mazungumzo kuhusu mpango wake wa nyuklia, huku ikishambuliwa saa chache baada ya waziri wa ulinzi wa Israel kuonya kuhusu mgogoro wa muda mrefu na Jamhuri ya Kiislamu. Waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi alikutana na wanadiplomasia wa Ulaya mjini Geneva ambao walimtaka kufufua juhudi za kidiplomasia na Marekani kuhusu mpango wa nyuklia wa nchi yake. Mwenzake wa Israel ambaye anajulikana kwa jina la Eyal Zamir alisema katika hotuba yake ya video kwamba nchi yake inapaswa kuwa tayari kwa kampeni ya muda mrefu na kuonya siku ngumu mbele. Mapigano yalipamba moto usiku wa kuamkia leo, huku jeshi la Israel likitangaza wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya hifadhi ya makombora ya Iran baada ya Iran kurusha makombora kuelekea Israel ya kati. Milipuko ilisikika karibu na mji wa Tel Aviv nchini Israel, ambapo ripoti zinasema kuwa jengo moja lilichomwa moto katikati mwa Israel kwa kuangukiwa na makombora. Araghchi alisema Iran iko tayari kuzingatia diplomasia mara tu uchokozi wa Israel utakapositishwa. Hata hivyo, mpango wa nyuklia wa Iran ulikuwa wa amani, alisisitiza, na mashambulizi ya Israel yalikiuka sheria za kimataifa. Iran, aliongeza, itaendelea kutumia haki yake halali ya kujilinda. Ninaweka wazi kwamba uwezo wa ulinzi wa Iran hauwezi kujadiliwa, alisema. Balozi wa Israel katika Umoja wa Mataifa alishutumu Iran kwa kuwa na ajenda ya mauaji ya kimbari na kutoa tishio linaloendelea, akiongeza kuwa Israel haitaacha kulenga vituo vya nyuklia hadi vivunjwe. Rais wa Marekani Donald Trump alisema Iran ilikuwa na kiwango cha juu cha wiki mbili ili kuepuka uwezekano wa mashambulizi ya anga ya Marekani, akipendekeza kwamba anaweza kuchukua uamuzi kabla ya siku 14 aliyoweka Alhamisi. Ninawapa muda na ningesema wiki mbili zingekuwa za juu zaidi, Trump aliwaambia waandishi wa habari. Lengo, alisema, ilikuwa ni kuona ikiwa watu wanapata fahamu zao au la. Ni Jimson Natson, hii ni Clouds Digital. Asante kwa kufuatilia.